Kuna watu tumekuwa nao kwenye chama muda mrefu kabisa, wamekuwa kwenye sekretariat ya chama chetu makao makuu, na bahati nzuri wote, hakuna ambaye amewahi kuchaguliwa kwa lolote. Mimi Heche nimekuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema Taifa. Actually kwanza nimekuwa diwani wakati ya Tarime mjini nikiwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Kwa ni mtu nimechaguliwa. Nimekuwa mwenyekiti wa vijana Taifa kwa kuchaguliwa kwa kura. Nimekuwa mwenyekiti wa kanda ya Serengeti yenye mikoa ya Mara, Shinyanga na Simiyu. Nimekuwa mbunge. Tulikuwa na huyu jamaa yenu huyu hapa. Naitwa nani huyu? Bila kuate mtu wa kujipendekeza sana serikalini, kuramba viatu na kupiga makofi. Tunawaita city warmers, yani wapasha viti. Kuna wabunge wa wananchi wanaojua kujadili hoja za wananchi, na kuna wabunge wapasha viti viwe na joto. Miongoni mwenu ni huyu wa kwenu. Uongo kweli? Tulikuwa naye bungeni, sio? Kipindi kilichopita. Na wote mnakumbuka yule dada nani yule? Anatropia alimshinda uchaguzi. Uongo kweli? Alimshinda uchaguzi. Sasa nimekuwa bungeni. Hawa jamaa zangu waliozungumza jana, hakuna miongoni mwao wamewahi kuwa kiongozi wa kuchaguliwa kwenye chama chetu kwenye ngazi yoyote. Wamekuwa makao makuu ya chama, wazungu wanasema as long as I can remember, kwa miaka zaidi ya 20. Sisi tukipigana hapa, ruzuku ikipatikana, wao wanalipwa. Hawajawahi kufanya kazi ya bure. Mwenyekiti wenu wa jimbo anafanya kazi ya kujitolea, katibu wa jimbo anafanya kazi ya kujitolea, mwenyekiti wa mkoa, viongozi wote wanafanya kazi ya kujitolea. Lakini wao wakiwa makao makuu hawajawahi kufanya kazi ya bure. Umeingia uongozi mpya, umechagua viongozi wengine, kwa sababu chama hiki ni kikubwa. Watu wengine, umekuwa makao makuu kwa miaka 20, miaka 15, miaka 22. Tumeteua watu wengine. Anapoingia mtu, hata anapoingia rais, anaandaa baraza lake la mawaziri, anaweka jingine. Lissu ameingia, ameunda baraza lake la mawaziri jipya. Imekuwa nongwa. Imekuwa nongwa. Chama hiki kuna ubaguzi. Simuliwasikia jana? Kuna ubaguzi. Tunabaguliwa. Unabaguliwaje? Hawasemi. Kubaguliwa ni kwamba wao hajapewa nafasi, wamepewa wanachadema wengine. Wewe ndio ubaguzi. Chama hiki kinasema no reforms no election. Kwa hiyo sisi hiyo agenda tunaipinga, sio agenda ya nchi. Nani miongoni mwenu hapa Nkwenda ambaye anasema leo tukienda kwenye uchaguzi jinsi ulivyo mnaweza kupata mbunge au diwani? Nani miongoni mwenu anasema hivi? Kuna mtu hapa anasema tukienda kwenye uchaguzi tutapata madiwani? Kuna mtu anasema tukienda kwenye uchaguzi tutapata mbunge? Kuna mtu anaweza kusema hapa tukienda kwenye uchaguzi tutapata hata mwenyekiti wa kijiji? Haiwezekani. Na katiba yetu ya nchi inasema hivi, ibara ya 8, msingi wa mamlaka na madaraka yote